lazima tufahamu ya kwamba min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala ala 'abdihi almuslim, miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake muislam, bal min ajalliha, bali ni katika ajallu ni'am, neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiqahu lilhidayati wa yuthabbitahu 'alayha, ni kumwafikisha mja wake Allah subhanahu wa ta'ala akawa amenyooka katika muongozo wa sawa sawa, akamwafikisha kufuata muongozo wa sawa sawa, wa yuthabbitahu 'alayha, na kumthibitisha Allah subhanahu wa ta'ala mja wake katika alhidayah, hatta yalqahu subhanahu wa ta'ala, mpaka pale ambapo atakutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Falhidayatu ibadallah ni'matun min 'indi rabbina subhanahu wa ta'ala, kuongoka ayuha nnas ni neema itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ujanja wa mtu au kwa akili zake au kwa sababu ya mali zake alizonazo au kwa sababu ya cheo chake alichonacho, bali ni neema itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, minahur rabbani, ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik yaqulu Allah rabbuna subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, man yahdillahu fahuwa almuhtadi, yule yote ambaye ataongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa almuhtadi, huyo ndiye aliyeongoka. Wa man yudlil faulaika humul khasirun, na yule ambaye atakayepotezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi hao ndio waliokula khasara katika dunia yao, kadhalika wamekula khasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة. عباد الله، يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى، الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه في تفسير هذه الآية الكريمة، katika kuifasiri aya hii tukufu, يقول رحمة الله تعالى عليه، يقول الله تعالى، anasema Allah subhanahu wa ta'ala, mubayyinan, hali yakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kubainisha, annahu huwa almunfaridu bilidlali walhidayah, ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kupwekeka katika alhidayati walidlal, katika kuwaongoza watu, na yeye ndiye mwenye kupwekeka katika kuwapoteza watu, akimaanisha hidayatu tawfiq, hidayah ya kuwafikisha watu katika alkhairat, hidayah ya kuwafikisha watu katika mambo ya khairi. Hili yamepwekeka nalo Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdillahu, anamuongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Man yahdillah, yule ambaye atakayemuongoza Allah subhanahu wa ta'ala, bi an yuwaffiqahu lilkhairat, kwa kumwafikisha kuyatenda matendo ya khairi. Bi an yuwaffiqahu lilibadat, kwa kumwafikisha kutenda matendo ya ibada. Wa ya'simahu min almakruhat, na kumkinga kuyafanya yale mambo ambayo ni makruhu yenye kuchukiza. Wa ya'simahu min almuharramat, na akamkinga asiyafanye mambo ya haramu. Wa yuallimahu ma lam yakun ya'lam, na kumfundisha yale ambayo alikuwa yeye hayajui. Basi yule atakayeongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hidayah ya aina hii, fahuwa almuhtadi haqqan, huyo ndiye aliyeongozwa kikweli kweli, ndiye aliyeongoka kisawasawa. Wa man yudlil, na yule atakayepotezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hakumwafikisha kufanya ibada, Allah subhanahu wa ta'ala hakumwafikisha kuacha almuharramat, akampoteza akaingia katika mambo ya haramu. Faulaika humul khasirun, hao ndio ambao waliokula khasara. Khasiru anfusahum wa ahlihim, wamekula khasara wao wenyewe, kadhalika wa ahlihim, na wale watu wao majumbani mwao wamekula khasara kwa sababu ya kupotea viongozi wao. Ala dhalika huwa alkhusranul mubin, na hiyo ndiyo khasara ya wazi, hiyo ndiyo khasara iliyokuwa wazi zaidi. Ibadallah, i'lamu ya ra'akumullah, tambueni ayuha alahibba, anna tariqata alhidayah, njia ya kufikia uongofu, yasirun ala man yassarahu Allah subhanahu, ni njia nyepesi, lakini kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala
yassarahu ila alwusul fi alhidayah. Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia wepesi, amemfanyia wepesi katika kuufikia hidayah, kuufikia uongofu. Waffaqahu lilhidayah, na Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha kuufikia uongofu. Wa aanahu lilwusul ila alhidayah, na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsaidia kuufikia uongofu. Wasaa bitahsilihi, na akafanya juhudi na kupupia katika kuupata uongofu. Sidqan wa raghbatan waltijaan ila Allah subhanahu wa ta'ala, hali yakuwa ni mkweli wa nia yake katika kutafuta uongofu, na hali yakuwa ni mwenye raghba na mapenzi ya hali ya juu katika kutafuta uongofu. Waltijaan ila Allah subhanahu wa ta'ala, na hali yakuwa ni mwenye kujiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a akhdhi al-asbab al-matlubati fi dhalik, pamoja na kuchukua sababu zenye kutakikana katika hilo. Kuna sababu ambazo mwanadamu akizifanya basi itakuwa ni sababu ya kuupata mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Famin tilkum al-asbab ibadallah, miongoni mwa hizo sababu ambazo muislamu lau kama atazifanya ni sababu ya kuongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tahqiqul iman billahi subhanahu wa ta'ala. Jambo la mwanzo ni kuihakiki iman ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuhakiki ya kwamba anta mu'minun billahi jalla wa ala, wewe ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala haqqal iman, mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala imani ya kweli. يقول الله سبحانه وتعالى، anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala haqqal iman, wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa al-iman, wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, na hawakuichanganya imani yao na dhulma. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, hao ndio ambao wenye amani fi dunyahum, hao ndio ambao wenye amani akhira yao. Watakapokuwa akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, watakuwa na al-amn, watakuwa na amani. Pale watakapofadhaika wao watu, basi wao watakuwa na amani. Wa hum muhtadun, na wao ndio walioongozwa. Ibadallah, lamma nazalat hadhihi al-aya al-karima, ilipoteremka aya hii tukufu, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, ilipoteremka aya hii, fahima as-sahabatu al-akarim radiyallahu ta'ala anhum bil jami' bi annahu adh-dhunub wal ma'asi, walifahamu masahaba ya kwamba kilichokusudiwa katika aya hii, walladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, wale ambao wameamini na hawakuichanganya imani yao na dhulma, wakafahamu neno adh-dhulmu bi annahu adh-dhunub wal ma'asi, ya kwamba neno hilo maana yake ni adh-dhunub wal ma'asi, ni madhambi na maasiya na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba wakafahamu hivyo, faqalu lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, masahaba wakamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ayyuna la yadhlimu nafsahu, ni nani katika sisi ambaye haidhulumu nafsi yake? Ni nani katika sisi ambaye hafanyi madhambi? Ni nani katika sisi ambaye hamuasi Allah subhanahu wa ta'ala? Ayyuna la yadhlimu nafsahu, ni nani katika sisi ambaye haidhulumu nafsi yake? Faqala alayhi salatu wassalam, laysa dhalik, haiko hivyo. Makusudio yake aya hii sio hayo ambayo ninyi mmeyafahamu. Alam tasma'u ma qala Luqman, alam tasma'u ila ma qala Luqman, hivi hamjapatapo kusikia yale ambayo ameyasema Luqman libnihi, kumwambia mwanawe, wa huwa ya'idhuhu, na hali ya kuwa yeye anampa mau'idha mwanawe alipomwambia, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa. Wakafahamu kumbe walam yalbisu imanahum bidhulmin, na hawakuichanganya imani yao na dhulma. Adh-dhulmu huna maanahu ash-shirku billah, dhulma maana yake ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na al-imanu huna
imani hapa maana yake ni at-tauhid, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema walam yakhlitu tauhidahum bishirkin, na hawakuichanganya tauhidi yao na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni muwahhidun, wanampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala fi ibadatihim, wanampwekesha Allah katika ibada zao. Allah anasema ulaika lahumul amnu, hao ndio ambao watakao kuwa na amani, hina yafza'u an-nas, pale ambapo watakapofadhaika watu, watakapoingia katika mfadhaiko yaumul qiyama, lahumul amnu, wao watakuwa na amani, wa hum muhtadun, na hao ndio waliongozwa katika muongozo wa sawa sawa. Kumbe min asbabi alhidayah au min asbabi nail alhidayah, miongoni mwa sababu za kupata uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuihakiki imani yako, kuihakiki tauhidi yako ya kwamba anta muwahhid, wewe ni mtu wa tauhid, unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na kuchanganya na ashirki. Ukifanya hivyo utapata muongozo wa sawa sawa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wa min tilkum alasbab, na miongoni mwa hizo sababu za kupata muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ibtighaul haqqi wa talabuhu, ni kuitafuta haki pale inapopatikana, pale inaposomeshwa. Ibtighaul haqq wa talabuhu, na kuitafuta haki, wa mujahadatu nafsi liajli alwusuli ila alhaq, na kupambana na nafsi kwa ajili ya kuifikia haki. Lianna an-nafsa la amaratun bisu, kwa sababu nafsi ya mwanadamu siku zote ni yenye kumwamrisha mwanadamu kuyafanya maovu. Nafsi ya mwanadamu siku zote ni yenye kumwamrisha mwanadamu kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu rabbuna subhanahu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale ambao jahadu fina bazalu majhudatihim, wametoa juhudi zao fi ittiba'i mardatillah, katika kufuata yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, hao ambao wametoa juhudi katika kuifahamu haki, wakapambana, wakajiingiza fi madaris, wakajiingiza madarasani. Lengo na makusudio ni talabul haqq, kuitafuta haki, lakini lazima iwe imetangulia juhudi ya kupambana kuitafuta haki. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, hao ndio ambao tutakaowaongoza sisi katika njia zetu, ay at-turuq al-musila ilaina, tutawaongoza katika njia zenye kuwafikisha kwetu sisi, watafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watafika kwa Allah, wataweza kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu wao bazalu majhudatihim, wametoa juhudi zao katika kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, wametoa juhudi zao katika kuifahamu haki. Basi Allah subhanahu wa ta'ala tayari watu hao ameshaahidi kuwaongoza katika njia sawa sawa. Lanahdiyannahum subulana, tutawaongoza wao katika njia zetu. Liannahum muhsinun, kwa sababu wao ni wenye kufanya ihsan. Wa anna Allah la ma'al muhsinin, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale wenye kufanya ihsan. Ibadallah, wa min tilkum alasbab, na miongoni mwa sababu ambazo muislamu atakiwa kuzichukua kwa ajili ya kupata muongozo kutoka kwa Allah na kuisibu njia ya haki, kuipatia njia ya haki, ta'atullah, ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'atu rasulih, na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wasallam, walistijabatu lima amara Allah wa rasuluhu, na kuyaitikia yale ambayo Allah subhanahu ameyaamrisha, kadhalika mtume wake sallallahu alayhi wasallam ameyaamrisha. Kuyaitikia na kuyaelekea na kuyafanyia kazi ni sababu ya kupata mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu rabbuna subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, ikiwa watamtii mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa mtamtii mtume sallallahu alayhi wasallam, tahtadu, mtaongoka katika mwongozo wa sawa sawa. Wama ala rasuli illa albalaghul mubin, na hakuwa mtume isipokuwa ni mfikishaji mwenye kuyaweka mambo wazi. Kwa hivyo ikiwa watu watamtii Allah subhanahu na watamtii mtume sallallahu alayhi wasallam, na watakuwa na al-iqbal, watakuwa na mwelekeo katika kuyaelekea yale ambayo
أمرهم الله تعالى أموامر شواء الله سبحانه وأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم أموامر شواء متمواك صلى الله عليه وسلم بس وتوبات mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wa min tilkumul asbab, na miongoni mwa sababu za kupata hidayah, kupata mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-i'tisam billah, ni kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala, wal-lujuu ilayhi, na kumtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala, bitamassuki bidinihi, kwa kushikamana na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, bitamassuki biawamirihi, kwa kushikamana na maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, wal-lujuu ila Allah, na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kupata mwongozo na kuisibu njia ya haki. Yaqulu Allah subhanahu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim, na yule yote ambaye atajifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala, atamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, yule yote ambaye atafungamana na kushikamana na dini yake Allah, kwa kushikamana na maamrisho yake Allah na kujiweka mbali na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala, faqad hudiya ila siratin mustaqim, basi mtu huyo atakuwa ameongozwa katika njia iliyonyooka. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فيا أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي مرة ثانية بتقوى الله سبحانه، فإنه قد فاز المتقون. نكوسيين عباد الله، كذلك نيهسي نفسي yangu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara ya pili, kwani hakika wamefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala almuttaqun. Ibadallah, bado tunaendelea kubainisha sababu za mtu kupata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa sisi tunahitaji kuongoka katika njia sawa sawa, basi la budda min badhli al-asbab, hakuna budi kutoa juhudi na kuzielekea sababu ili upate mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu haongoki tu pasi na kufanya asbab, lazima aziendee asbab ili aongoke katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala almustaqim, njia iliyonyooka. Wa min tilkumul asbab, na miongoni mwa hizo sababu za kupata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, aliltija'u ila Allah subhanahu wa ta'ala biddu'a, ni kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa maombi, kujiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maombi, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala alhidayah. Walidhalika naqra'u fi kulli salawatina fi kulli rak'ah, na kwa ajili hiyo tunasoma katika kila rakaa, katika kila sala tunazozisali tunasoma kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala alhidayah. Naqulu ihdina siratal mustaqim, tunasema ewe Allah, tunakuomba utuongoze katika njia iliyonyooka. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala alhidayah. Kwa miongoni mwa sababu za kupata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala biddu'a, kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa maombi, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana nabiyuna sallallahu alayhi wasallam yas'alu rabbahu alhidayah, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akimuomba Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala alhidayah. Kana yaqulu alayhi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka alhuda wattaqa walafafa walghina, ewe Allah, hakika mimi mtume sallallahu alayhi wasallam ninakuomba, inni as'aluka alhuda, na kuomba mwongozo na kuomba uongofu, wattaqa walafafa walghina, na nakuomba ucha Mungu, niwe ni mwenye kukucha wewe Allah subhanahu wa ta'ala, walafafa walghina, na nakuomba niwe ni mwenye kujizuia na madhambi, na nakuomba ewe Allah subhanahu wa ta'ala niwe ni mwenye kutosheka na kile ambacho umenipa ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Mahallu shahid ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana yas'alu rabbahu alhidayah, alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala alhidayah. Kaifa ana wa ant, vipi mimi na wewe tushindwe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala alhidayah? Na mtume sallallahu alayhi wasallam huwa qudwatuna, yeye ndiyo ruwaza yetu njema, ndiye tunayemwigiliza mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndiye tunayemfuata mtume sallallahu alayhi wasallam
katika muongozo wake mtume sallallahu alaihi wasallam, kana yasalu rabbahu alhidayah, alikuwa akimuomba Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyahu ila siratin mustaqim, amuongoze katika njia iliyonyooka. Basi sisi kadhalika tuna haja ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratin mustaqim, atuongoze katika njia iliyonyooka, kwa sababu hatujui mimi na wewe huenda tupo katika njia ambayo si njia sawa sawa. Kwa hivyo tuna haja sisi ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia sawa sawa. Walidhalika allama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Hasan ibn Ali, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma an yad'u rabbahu subhanahu wa ta'ala al-hidayah, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah fi du'a qunutih, katika dua ya kunuti yake akamwambia muombe Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma hdini fi man hadait, ewe Allah niongoze mimi niwe miongoni mwa wale ambao uliowaongoza. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuallimu al-Hasan ibn Ali, anamfundisha al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu an yad'u Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika dua yake ya qunut, amuombe al-hidayah. Na hii ndiyo njia ambayo mimi na wewe tutatakikana kuipita njia hiyo, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim, atuongoze katika njia iliyonyooka. Ibadallah, wa min tilkum al-asbab, na miongoni mwa sababu za kupata uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, qira'atul Qur'anil Karim, ni kukithirisha kuisoma Qur'an. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, al-Qur'an ni kitabu ambacho la raiba fihi, hakuna shaka yoyote ndani yake, hakuna shaka katika Qur'ani. Hudan lilmuttaqin, Qur'ani ni muongozo kwa wale wacha Mungu, wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yatlubuna alhidayah min Allah jalla wa ala, wale ambao wanaotafuta uongofu kutoka kwa Allah. Basi al-Qur'an ni kitabu ambacho wao wanatakiwa wakithirisha sana kukisoma, bitadabburin wa fahmi maana, kwa kuzingatia Qur'ani, kadhalika kuifahamu maana iliyotajwa ndani ya Qur'ani. Na haya yote hayawezekaniki illa isipokuwa kwa mtu kubeba silaha ya ilmu. Lazima mtu abebe silaha ya ilmu ili aweze kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala bitadabbur wal fahmi, kwa kukizingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. La budda min talabi ilmi shar'i, hapana budi lazima mtu atafute ilmu ya kisheria ili aweze kukisoma kitabu cha Allah, ili aweze kukifahamu kitabu cha Allah, ili aweze kukizingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'an inawaongoza watu katika yale mambo ambayo ni ya sawa sawa. Hakika hii Qur'ani ikiwa wao wataisoma vilivyo na watazingatia maana zake na wataiingiza katika matendo yale yaliyoamrishwa wakayafuata na yale yaliyokatazwa wakayawacha, yahdi lillati hiya aqwam, hakika Qur'ani hii inawaongoza watu katika yale mambo ambayo ni sawa sawa. Wayubashshirul mu'minin, na Qur'ani hii inawapa bishara njema waumini ya kwamba anna lahumul janna, wana wao pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa wao watafanyia kazi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, watayafanyia kazi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watajiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, lazima tufahamu ya kwamba alhidayah ni minna min Allah jalla wa ala, lakini lazima kuna sababu ambazo mtu azifanye ili apate muongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhidayah haiji eti mtu umekaa nyumbani kwako tu basi Allah subhanahu wa ta'ala akakuongoza katika njia iliyonyooka. La budda min al-asbab, hapana budi lazima mtu achukue sababu za kupata uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman badhala al-asbab, na yule ambaye atakayezichukua sababu, akhadha al-asbab, akazichukua asbab, akazifanyia kazi asbab, basi Allah subhanahu wa ta'ala
atamuongoza katika njia iliyonyooka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.